Amen. Praise the Lord, saints. Bwana Yesu Hallelujah. asifiwe. This is Haleluya. part 4 of our lesson. Ni sehemu ya 4 ya somo letu. Naamini tutakuwa tunamalizia Mungu akitupa neema. I'm Elder Cosme Sims. Na mimi ni Mama Felicia Boke Sims. Wa Jesus Reigns Restoration Ministry. And this is part 4 of our lesson. Sehemu ya 4 ya somo hili. Check your house. Chunguza nyumba yako. Check your house. Chunguza nyumba yako. Amen. Amen. Your house is a temple of the Holy Ghost where God dwells, and it must be holy. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu ambayo Roho wa Bwana anapaswa kuishi, kukaa ndani yake. Unapaswa Roho Mtakatifu. And here, turn your Bibles to Revelations 13. Actually, I want to expound on that. Nitaelezea Ufunuo wa Yohana 13. Revelation 13:11 through 14. Nitaelezea mstari wa 11 mpaka 14. Utausoma kwa muda wako. And it describes a second beast, inazungumzia a false prophet, mnyama wa pili ambaye ni nabii wa uongo, with power like the first beast, mwenye mamlaka, yani mwenye maishara kama yule wa kwanza, mnyama wa kwanza, signs, kifanya maishara, to deceive the people, kudanganya watu, into worshiping the image of the first beast, kuwahadaa waabudu ile sanamu. Amen. Pinga Kristo, ile ya kwanza. Jesus talk about the abomination of desolation standing in the holy place. Bwana Yesu anazungumzia Mathayo 24, yani kwenye maandiko, jinsi ambavyo uasi utakapotokea siku za mwisho. Read the 24th chapter of Matthew and it will bring you to what is going on today. Ukisoma Mathayo 24 utaona haya ni dhahiri na yanaendelea tayari siku za leo. You don't even have to turn your TV on. Wala you don't have to watch the news. Upasi hata kuangalia taarifa ya habari. Read your Bible. Soma Biblia yako. And what is going on around us? Kinachoendelea sasa hivi. What has been done? Nini kinaendelea and what is to come? Na nini kinakuja mbele yetu? Let the Lord speak to your heart. Wacha Bwana aseme na moyo wako. Amen. Amen. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Read please. 16 nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Na bila shaka siri ya utauwa ni huu: Mungu adhihirishwa katika mwili, akajulikana kwa haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. As saints, kama watakatifu, as people of God, kama watu wa Mungu, we not only have a testimony as to how God has saved us with His Holy Spirit, tuna ushuhuda Mungu alivyotuokoa kwa Roho wake with the Holy Ghost, na Roho wake Mtakatifu, but we also testify of His death, burial, and resurrection. Tunashuhudia kuzikwa kwake, kufa kwake, kuzikwa na kufufuliwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus again, He said that ye are my witnesses and you shall testify of me. Bwana Yesu alisema sisi ni mashahidi wake na tutamshuhudia yeye. Amen. Amen. Hallelujah. And he also said, those that testify of me and that are not ashamed, I profess before the holy angels and my Father and welcome you. Anasema wale watakaomshuhudia yeye atawakaribisha katika uwepo na nyumbani mwa Baba yake kule mbinguni. And those that don't, hey, you're not going to be welcome, you're not going to be greeted, but you're going to be, God will, hallelujah, will hide His face from you. Wale ambao wamekataa kutii Mungu hata wakubali kwenye uwepo wa Mungu kule mbinguni, bali atageuza uso wake hata waangalia. Blessed are they that be not ashamed of the gospel. Wamebarikiwa wale ambao hawaionei haya Injili. For the Lord is my help, and I shall not fear what man should do unto me. Bwana Yesu ni msaada wangu, hataogopa chochote kile wanadamu wanachofanya. That's what Paul said. I'm not ashamed of the gospel. Tuwe kama Paulo alisema maneno hayo. Was the power of God unto salvation. Alisema haionei haya Injili, manake ni nguvu ya Mungu. I can boldly say that the Lord is my help, and I shall not fear what man should do unto me. Mimi na wewe tuweze kusema kwa ujasiri,
Bwana ndiyo mkombozi wetu, ndiyo mchungaji wetu. Hatutaogopa wanadamu watatutenda nini. Amen. To guard your home and your fellowship with God. Tunapaswa tulinde nyumba zetu na ushirika wetu na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hallelujah. You know, there are, Unajua kuna mambo fulani to test the spirits, to be able to discern. God give you also with the Holy Ghost to be able to discern good and evil. Bwana ametupa uwezo wa kupambanua mema na mabaya. For remember, the word of God is quick, powerful, sharper than any two-edged sword, and it cuts to the very bone and marrow, and it discerns good and evil. Neno la Mungu ni upanga ulao kuwili na unapambanua mema na mabaya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to 1 John and 2 and 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 John 2 mstari wa 3. Hallelujah. Reading. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Read. Na hapa tunajua ya kwamba tunamjua tukitunza amri zake. He that saith, I know him, and keep not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Verse 5. But whosoever keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Amen. Amen. Read that please. 5. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. That person that say they know him and keep not his commandments is a liar. Amen. And that's a spirit of Antichrist. I got scripture to keep going back to who is a liar. He that denieth that Jesus is the Christ. Tuna maandiko yanatukumbusha tena na tena, muongo yule anayemkataa Yesu Kristo ndi Bwana. It's an Antichrist. Ndiyo mpinga Kristo. Amen. And the Bible said there are many antichrists in the world even today. Tunaambiwa na Biblia. The Bible said that. Leo hii kuna wapinga Kristo. He's saying that to the church. Wameshafika duniani. Amen. Amen. Naliambia kanisa. And the word of God say here that for our perfection to abide in his love. Amen. Amen. Kwa yani ukamilifu wetu ukae ndani ya upendo wake. Knowing that we in him. Tukijua kwamba tupo ndani yake. Because we have the spirit of God, we have the spirit of love. Kwa maana tuna roho wa Kristo, kuna roho ya upendo. The love of God shed abroad in our hearts. Yani upendo wa Mungu unajaa kwa wingi mioyoni mwetu. Amen. Not just his love, but his words. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee, O Lord. Upendo wake tu pamoja na neno lake, sio upendo wake tu, bali Amen. Neno lake tunalificha ndani yetu tusimtende dhambi. Hallelujah. That I may know him and know the power of his resurrection, the power of his might. Tumjue yeye na nguvu ya uokovu wake na ukombozi wake. Amen. Ufufuo wake. Verse 6. He that saith he abide in him ought to walk also even as he walked. I said that early. Let me read it again. I said earlier in the lesson awali hapo kwenye that we have to walk as Jesus walked. Inabidi talk as Jesus kama ambavyo talked. Yesu Kristo Live as Jesus tuongee lived. naye alivyoongea. Meek and humble. Hallelujah. Tuwe wanyenyekevu. Showing the attributes of our Savior. Tukionyesha tabia za Kristo. Amen. Amen. And showing the power. Tukionyesha mamlaka. And being the children of God. Being heirs of Christ. Warithi wa Kristo. We have to be as Christ is. Inabidi tuwe kama Kristo alivyokuwa. And the scriptures say here, 1 John 2 and 6, he that saith he abide in him, you saying that you're a child of God, you should, himself also to walk even as he walked. Ambaye anasema yeye anamfuata Kristo, inampasa aenende kama ambavyo yeye Kristo ameenenda. Huo ni mstari wa 6. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. 1 John 2 and 22. Who is a liar
but he that denieth that Jesus is the Christ. He is an antichrist that denies the Father and the Son. Whosoever denied the Son, the same have not the Father. But he that acknowledge, he that speak, he that witness, he that testify of Jesus, the Son, have the Father also. Read those two verses, please. 22 na 23. Ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba, amkirie Mwana anaye Baba pia. Again, Hebrews 4:12. For the word of God is quick, is powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of the soul and of the spirit and the joints and the marrow. You get all those parts. The word of God. And just what? Also it does. And a discerner of the thoughts, the things that people think. And the intent of the heart. The thoughts that will come into your house. Waebrania 4:12 inatuelewesha neno la Mungu lilivyokuwa muhimu na ni upanga ulao kuwili. The enemy trying to plant a bomb of deception in your house. Adui ataanza kukuwekea mawazo in your heart. Kwenye moyo wako. In your mind. Kwenye ufahamu wako. To persuade you to be with him instead of God. Kukushawishi wewe uende utoke kwa Bwana uwe kwenye upande wake wa njia ya uharibifu. Not just your thought, but the intent of your heart. Bali nia ya moyo wako. We talked about the heart. Hallelujah. The word of God being in our heart is not to sin against God. Having a heart of hope. Ukiwa na moyo wa tumaini, tumepeana neno hapa la kutukumbusha tuwe na moyo wa tumaini. Our hope, our only hope is in Jesus. Tumaini letu ni kwa Bwana. But the devil wants the glory, so he come with deception. He's telling you to come with me. I got a better deal for you. Anakuambia mimi nina deal nzuri zaidi. Remember, the devil is a liar. Kumbuka adui shetani ni muongo siku zote. He's a deceiver. He's the father of all lies. Ni baba wa uongo wote. And he's an accuser of the saints. Na ni mshitaki wa watakatifu. So if you give in to him, you allow him back in your house after God cleaned your house, forgave you of your sins, your house was clean, kicked him out, you allow that devil to come back. Unapotoka kwa shetani, unatolewa na pepo, Mungu anakuokoa, unaacha dhambi, usifungue tena mlango wa kumruhusu wakati. This is where things get even worse for you. Hapo ndio mabaya, inakuwa hali ni mbaya zaidi kwako. Because he's not coming by himself. Kwa maana harudi peke yake. And he going to demand things of you, and that you serve him, and that you glorify him instead of God. Atasababisha wewe umwabudu yeye, umtii yeye kuliko kumtii Mungu. And if you don't glorify him, he's definitely going to kill you. Usipojaribu, ukikataa kumtumikia yeye, atatafuta njia. He's going to kill you regardless. Akuue vyovyote vile. He's going to use you, and when he can't use you no more, he's going to tell you to kill yourself. He's going to still kill you. Wale ambao wanamfuata shetani, anawatumia, akimaliza, anawaua tu. Hana shida nao. But the life that God give you will be eternal. Lakini ukienda kwa Yesu Kristo kasimama naye, uzima wake ni wa milele. You die once in sin here that you won't have to die no more. Unakufa katika dhambi hapa duniani mara moja na hutakuwa na haja ya kufa tena. For all liars and fornicators and haters and false prophets, false teachers, all of them and a whole lot of people that commit a whole lot of sins against God's commandments will be in the lake of fire of brimstone, which is the second death. Yani ni moto wa jehanamu na wa moto wa kiberiti na ni wa milele. Amen. Amen. So the devil, the word of God is quick and powerful. It knows the intent of the mind, the thoughts of the enemy. You should be able to discern when people come to you and say things and do things. The Holy Ghost is going to talk to you in a quiet voice. Don't say that. Don't do that. Don't receive that. That's not true. The word of God says, the word of God says this, the word of God says that. Keep yourself pure, keep yourself holy, keep yourself clean, walk away. Sometimes the Holy Ghost say walk away. He say go, he say stay. Whatever the Holy Ghost tell you in that soft voice,
because we have the mind of Christ. Tuna uwepo wa Roho Mtakatifu, tuna uwepo ufahamu wa Yesu Kristo. Ndio You maana do it. tunasihi watu wajazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakwambia nenda hapa, usiende, kaa, ondoka, simama, nyamaza, ongea. Atakuongoza kwa sababu yeye anaona kuliko sisi binadamu tunavyoona, na anajua kuliko sisi wanadamu tunavyojua. As many that are led by the Spirit of Christ, they are the sons of God, especially them that believe. Wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu, hasa wale waaminio. Amen. Amen. You recognize your dangers. Hallelujah. You recognize dangers of false teaching can lead people astray. So it is critical not to give them platforms or validate, authorize their messages. It's critical, again, these false teachers, that you don't give way to them and listen to their foolishness. Listen to the spirit of Antichrist that speaks against God's word and speaks against God's deity. Tuwe makini sana hao wa uongo, walimu wa uongo. Tusiwape nafasi, tusiwasikilize. Ni muhimu sana tusiwape, hata kwenye mitandao yao tusiende, jumbe zao tusisikilize. Ndiye hatari, tuitambue na tujihadhari nao sana. If you're a pastor, kama ni mchungaji, don't allow motivational speakers to come in. Don't allow people of different denominations or different beliefs and functions to come and stand before the saints and indoctrinate them with lies. Usikubali walimu wa uongo, mwanasiasa, mtu yoyote tu kupanda madhabahuni pale Bwana ambapo amekupatia kama ni mchungaji. God's pulpit, God's altar, God's church is holy. Madhabahu ya Bwana ni takatifu. And he give instruction through the letters written to the churches as to how his house should be ran decently and in order. Na ametoa maelekezo jinsi ambavyo nyumba yake ipelekwe katika njia ya upangilio. Let everything be done decently and in order. Mambo yote yafanyike katika njia ya upangilio. That same thing applies to your natural home and your spiritual home. Hiyo ni nyumba yako ya kimwili na nyumba yako ya kiroho. And God charged us, he said, if any don't take care their home, not just a man, but a woman. If any, the word is any. If any don't take care of their home, they're worse than an infidel, unbeliever. Na wale ambao wasiotunza hekalu la Roho wa Bwana, lakini mwili na kiroho, Bwana atawaharibu. Yani asiyetunza watu wa nyumba mwake, maandiko yameandika sehemu nyingine, ni wabaya kuliko wasioamini. Asiotunza watu wa kwao, nyumba, familia yake. And men of God, God give you charge over your home, to take care of your home, give you rule over your home. He said, if you can't take care of your home, how is you going to take care of the house of God? That is written in the word of God. Kuna watumishi wa Mungu ambao hawaelewi lile andiko. Bwana amewaambia wasipotunza watu wa nyumba zao, hawezi kutunza nyumba ya Bwana. Unakuta wanaelemea zaidi kwenye huduma badala ya kubalance na familia zao pia. So there's got to be order. There's an order. The head of the woman is the man. The head of the man is Christ. It got to be order in your natural home and in your spiritual home. As for me and my house, as for me, my spiritual home, Joshua said, and as for my natural home, we're going to serve the Lord. Naona Joshua alisema pale awali kwenye sehemu ya kwanza ya somo, alisema yeye na nyumba yake watamtumikia Bwana. Amen. Na sisi kwetu iwe hivyo hivyo. Don't give the devil no platform before your family, before your face, coming with a whole lot of lies. Usiruhusu adui akawa na kipaumbele kabla ya familia yako na safari yako na Bwana. Amen. Amen. The Bible says, shut the gainsayer's mouth. Biblia inasema tunyamazishe kinywa cha waongo. Amen. Amen. Stand on the word of God. Paul said, whatever you do, you stand. Paulo ametuambia chochote tunachofanya tusimame. Wear the whole armor of God. Stand as a soldier for Christ. Kama shahidi wa Yesu Kristo, askari wa Yesu Kristo. Amen. 1 John 4:1. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa kwanza. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because false prophets are gone out into the world. Howbeit, know ye the Spirit of God, even
every spirit, know ye the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Read 1 and 2, please. Tasoma 1 na 2 katika jina la Yesu Kristo. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Verse 3 and verse 4. And every spirit that confess not that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is a spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Read 3 and 4, please. 3 na 4 katika jina la Bwana Yesu Kristo nitasoma. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, kwa sababu yeye ndiye ndani yenu, aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. 5 and 6. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world hear them. We are of God. He that knoweth God heareth God, or correction, heareth us. He that is not of God heareth not us. We have testimony. We have witness. We witnessing Jesus all the time. Jesus Christ and crucified, witnessing salvation, telling people how to be saved, but they don't want to hear. Remember I said earlier in the lesson, Kumbuka mwanzoni kwenye somo nilisema hili neno. They said we will not do it. Walikataa. We don't want to hear this. Hatutaki kusikia, hatutaki kutenda haya anayosema Bwana. The word is saying amen to what I said. Neno la Mungu hapa linahakikisha kwa yale niliyokuwa nikiongea. He that heareth not, he that is not of God hear not us. They don't hear our testimony. They don't hear our word. Asiye wa Mungu asikii shuhuda zetu, mafundisho yanayotokana na Bwana. Whereby know we the spirit of truth and the spirit of error. It's a difference. Kuna tofauti. Read 5 and 6, please. Tasoma 5 na 6. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Sisi twatokana na Mungu. Yeye amjuaye Mungu atusikia. Yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili twamjua roho wa kweli na roho ya upotevu. Amen. So know the spirit of truth and the spirit of error. And the only way you're going to know is being able to have the word, having God's Holy Ghost, precious Holy Ghost, and living according to God's word, keeping his commandments. Tunapaswa kuishi kwa mwongozi na utii wa Roho Mtakatifu na neno lake, na kutii Yesu, kumfuata Yesu Kristo. That's the only way you're going to be able to operate in the spirit, because there are people that have the letter but they don't have the Holy Ghost. Hiyo njia ya kumpendeza na kumtii Roho Mtakatifu. Kuna watu wamejaa neno la Mungu ndani yao, lakini hawana Roho Mtakatifu. Hivyo wanaendenda kimwili na wanajikuta katika neno lao limejaa moyoni, lakini bado wako nje ya njia ya kwenda mbinguni. They say, I love God, I confess God, I believe God, I believe his word. But when it comes to being born again of the water, being baptized in Jesus' name as Jesus instructs, being born again of the water and of the spirit to see and enter the kingdom of God, they say we don't need no water. We don't need all that. All I need is the word of God. Unakuta wanakiri, wana maandiko, wana neno, lakini wanakataa kuhusu kubatizwa, wanakataa kuja kuhusu. You have been deceived. Yani huyo mtu anakuwa and you need to awake unto what God is saying. The same God said that you love and you say that saved you is the same God that he by example was baptized to fulfill all righteousness, he told John the Baptist.
and the Holy Ghost descended upon him as a dove. And God, hallelujah, God the Father said, "This is my son who I'm well pleased." Mungu Baba alisema amependezwa na Mungu Yesu Kristo wakati amebatizwa, ambaye alituonesha kwa mfano kwamba ubatizo ni muhimu. If Jesus say, "Verily, verily," the same God that you say saved, you say, "Truly, truly, unless a man is born again of the water being baptized Yesu Kristo and aliyesema of the Spirit, amen, that he cannot enter or see the kingdom of God." And the same God that you said that saved you say that he that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. How is it that you don't believe? Iwapo Mungu ambaye unasema unamfuata aliyekuokoa ametuambia kwamba asiyeamini na kubatizwa ataokolewa na asiyeamini atahukumiwa. Sasa inakuwaje imani hapo ina tofauti? The Bible says baptism now Na kujaza Roho saves. Mtakatifu. Baptism now saves. Ubatizo unaokoa, neno la Mungu linatuambia. And it is required of a saint. If you have been baptized in Jesus' name, find you somewhere where you can be baptized in Jesus' name. Kama hujabatizwa kwa jina la Yesu, tafuta leo hii ukabatizwe. Father, Son, Holy Ghost is titles. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni vyeo. Where it became titles when it said Father, Son, and Holy Ghost. The Bible don't say that. In the name of the Father. Who is that? Jesus. In the name of the Son. Who is that? Jesus. In the name of the Holy Ghost is Jesus. For all three are one in heaven. Kwa tunaambiwa kwenye neno la Mungu, kwa jina la Baba ni Yesu Kristo, kwa jina la Mwana ni Yesu Kristo, na kwa jina la Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. In 1 John, or you can Google it, there are three in heaven and they're one. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and they are one. There are three on earth that agree in one. The water, the Spirit, and the blood. They agree in one. Jesus said, "Me and my Father are one." How is it that you don't believe? Waraka wa kwanza wa Yohana unatuambia kuhusu hili neno kwamba wanaoshuhudia duniani ni nini na wanaoshuhudia mbinguni ni nini. Inabidi kuamini hilo andiko. Son in creation. Mwana katika uumbaji. Father in creation. But so God operated what? Jesus came down through 42 generations, God being manifest in him. Bwana Yesu alikuja katika the word became flesh, 42. dwell among men. Neno likawa mwili, likaishi pamoja na wanadamu. And the scriptures describe God working in Jesus. Maandiko yanasema God being in Jesus. Mungu akitenda kazi na kuwa ndani ya Yesu. Amen. Amen. Thank you, Lord. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Help me, Holy Ghost. Amen. But we thank God for his word here. Tunamshukuru Mungu kwa neno lake hapa. Yes, and having an understanding the spirit of truth and the spirit of error. Kuamini roho wa kweli na roho ya upotevu. Amen. Amen. Son of creation, Son of redemption, Holy Ghost in the church. Father, the Word, and the Holy Ghost. They're one. Wao ni wamoja. God is not three people operating in one. Sio somebody want to baptize you and those titles. No, it's got to be in Jesus' name. That's the only name that where we can be saved. Salvation is only in one name, and that's Jesus. Amina. Mtu akitaka kukubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, usikubali. Kubali ubatizo kwa jina la Yesu. Ndio maandiko yanavyosema na ndio njia sahihi ya kubatizwa. Thou shalt call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Jina lake tutamuita Bwana Yesu Kristo, ataokoa watu wake na dhambi zao. 1 John 4:7 and verse 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Read those two verses, please. Mstari wa 7 na 8 tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu
ni upendo. And we talked about the love of God in our heart. We talked about the spirit of love and being God and so on. And the whole, and here is we read the scripture and the Holy Ghost say amen. Hapo maandiko yanatuhakikishia, We gotta tulipokuwa be able to say tunaongea amen when you awali, hear the truth. tulikuwa tunazungumzia kuhusu upendo, na Amen. andiko hili linatuhakikishia jinsi ambavyo tunapaswa kuenenda katika When upendo. you hear his voice, harden not your heart, which is written in the provocation. Ukisikia sauti yake leo, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Now is the day of salvation. Leo ndio siku ya ukombozi. Not tomorrow, but seek the Lord today while you can. Mtafute Bwana leo, sio kesho, wakati una nafasi. He that has an ear, let him hear what the Spirit has to say to all the churches. Hii ndio Bwana anasema, anachonena na kanisa siku za Amen. leo. Amen. Faith cometh by hearing by the word of God. Imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana. But be not just a hearer of the word, but a doer of the word. Usiwe tu msikiaji, bali mtendaji wa neno. Amen. Amen. Let's go to 1 Corinthians 2:12. Waraka wa kwanza wa Korinto 2:12. 1 Corinthians 2:12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Read. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua yaliyokirimiwa na Mungu. Salvation is free. Wokovu ni bure. He whom the Son set free is free indeed. Yule ambaye amewekwa huru ni huru. We have kweli this kweli. liberty in Christ Jesus. Tuna uhuru katika Yesu Kristo. Amen. God gave it to us freely. Bwana ametupatia bure. Even when he ascended on high, he gave gifts unto men. He gave them gifts. Aliwapa karama. Amen. Amen. And hallelujah. And he gave us the gift of the Holy Ghost, the precious gift of the Holy Ghost, his Spirit. Tunaombea na karama ya thamani ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Verse 13. Which things also we speak, not in the words in which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teach, comparing spiritual things with spiritual things. Read that, please. 13 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Amen. So without and checking our house, we making sure that we comparing spiritual things with spiritual things, teaching those things which edify, doing those things which are pleasing in God's sight, and not giving the devil any kind of way to get in or any kind of platform to lie in my face about Christ. Tunapaswa kuwa makini sana, tusimpe nafasi shetani kwa njia yote ile kutudanganya, kuturubuni, kutuhadaa katika hii safari yetu na Yesu Kristo. I'm not allowing that in my spirit. I'm not allowing that in my home. Mtumishi wa Mungu anasema yeye haruhusu kwenye nafsi yake wala haruhusu kwenye nyumba yake. Bible talk about a little leaven a whole lump. Biblia nasema donge moja la chachu linaharibu donge zima. You put that yeast in that bread and all, and you set it on the side, they grow and get big. That's how the enemy do when he leave his house and he come back. And you allow that yeast, hallelujah, you allow that leaven to be the way it is for it to grow and to expand. And what happened when the enemy come back and you allow him in, he gonna try to spread his filth, spread whatever he done come from the street with in your house. Adui kumrushia mlango kidogo tu, atajaribu kusambaza kila kitu cha kuharibifu kwenye nyumba yako na maisha yako. If he come in, if you got a relative and you bring them in, before you bring them in, you better find out, you better pray about it and find out, and don't give a yes answer right away, because if they're addicted, they're going to bring their drugs with them. They're going to bring the street with them. Kabla hujadurusu ndugu yako kuja kukaa nyumbani kwako, They're going to fight. hakikisha They're yeye going to argue ana roho with you. gani zinamtesa. If Watakubishia, they wataleta pay, bangi, ulevi, dhambi zao, pepo zao. if you take money from them Mungu for akuruhusu. rent, they're gonna pull the law on you and say, well, I paid money to stay here. And then that continues to fight, continue to argue. And then by law,
what can you do? Kisheria, kama na kulipa kodi ya nyumba kwa mfano, Let your ata, yea be yea and your nay be atatumia nay. sheria kung'ang'ania kukaa kwako, kumtoa itakuwa ni changamoto. Hakikisha Roho wa Mungu amekuruhusu kabla hujaruhusu mtu kukaa na wewe. Like I said, you know, Ndugu. hey, yes, we want to help people. We give to people. God said give. God said help them. But you got to be wise under salvation, not Inabidi uwe stupid. na hekima katika wokovu. Tusikose God hekima. has not given us a spirit of fear, Mungu hajatupa roho ya hofu, but of power, bali ya nguvu, love, upendo and a sound mind. Yet na God akili people ain't timamu. stupid or foolish. Watu wa Mungu sio wajinga wasiokuwa na God wants you to hekima. use wisdom. Tumeambiwa tutumie hekima. And when it comes to people being addicted or somebody coming and crossing your door, so you better do your homework. You better know, and you better be able to discern whether it's right. You got to make a decision when the door salesman come in and he want to sell something, or he want to give you a new roof. He want to give you new windows, and you don't need no new roof and no new windows. You got to be able to say no, yes or no. Yani inabidi useme hapana. Ukiona mtu anakuja kwako anakushawishi na mambo yoyote yale, sema hapana. Muulize Mungu kwanza. Tulia, tumia maandiko. If my windows are good, if my doors are good, why do I need to buy new windows and new doors? Kuna watu wanafanya biashara huku, nikubadilishie madirisha. Tuna madirisha mengine hapa, kama madirisha yangu hayana tatizo, kwa nini mtu anajaribu kuniuzia? Nikubali mtu aniuzie madirisha mengine. If my roof is okay, I don't get leak, I don't get rain in my house or anything, why do I want to buy a new roof when I don't need one? Kama paa la nyumba liko sawa, kwa nini nisikilize mtu ananishawishi nibadilishe paa? I had a young man, and I try to be nice to them. I try to, I be courteous. I courteously tell them, no, I'm not interested. Thank you. Huwa najitahidi kuwa mwa heshima, najitahidi kuwa mtaratibu kwao. Ninawambia tu kwa wema kwamba samahani kwa sasa hivi sina hitaji hilo. But there are some that are aggressive, and they'll say, well, you sure? Or, all I need is no, I just close my door. Kuna ambao na king'ang'anizi ananiuliza I ain't got to say it twice. Unaweza tu ukanunua, inabidi sasa nifunge tu mlango. Hello sir, are you the homeowner here? What do you want? You don't need to know I ain't need to identify myself as a homeowner. What do you want and who are you? Wakifungua mlango huwa wananiuliza mimi kama ndio mwenye nyumba. Quick flash of a badge that you can't even see. Well, I'm with such and such and such, and I noticed that I went around and I saw this on your house or that on your house that you need this and you need. Wait a minute, whoa. Who are you that you inspect my house? I didn't give you no permission to inspect my house. Go away. Wanakuja wanasema nimezunguka nyumba yako, nimeona kuna tatizo hili na hili. Anasema hapana, sijakupa ruhusa kuzungukia nyumba yangu, kuchunguza nyumba yangu. That's how you deal with the devil. Ndivyo unavyopambana na adui shetani. I didn't give you permission to inspect my house. You shouldn't be walking around my property or around my home inspecting or looking at anything without my permission. Makosa ni kwamba mtu haruhusiwi kuzunguka nyumba ya mtu, kutembea tembea. And because you did that, you know what? You violated my space. Go away. Na kwa sababu I closed my door right in their face. Anasema hapana, siwezi. That's my no. That should be your no when the devil comes with a lie. Ndio hiyo iwe hapana yako. Close the door on the devil. Na uongo au kishawishi chochote. Hallelujah. Hallelujah. Say no. Sema hapana. When the devil come to you with try to persuade you to do things against God, against God's commandments and so forth, and they want you to party and hang out with them, family members and loved ones and all that, hey, I got a new word for you. No. Ukija ndugu, jamaa, marafiki kushawishi kwenda kutenda dhambi, sema hapana. And if they don't like it, that's tough. Wakikasirika basi I know who I serve. Wewe unamtumikia Mungu. I know how I got to walk before God. Najua ninavyopaswa kutembea mbele za Bwana. And I can't afford to have a spot or blemish on me if he came right now. Siwezi Yesu akarudi sasa hivi anikute nina mawaa na kasoro. Agreeing with you. Kubaliana na wewe. Somebody said, well, let me be the devil's advocate. Why you want to defend the devil? Kuna mwingine anasema eti when you say you are advocate, you're a lawyer for the devil. You want to speak for the devil. Kuna huo msemo kwamba mgoja niwe shahidi wa shetani. Usipende kuwa shahidi wa shetani wala wakala wa shetani. In the Bible, Gideon tore down the idol of Baal in the town and all. The townspeople wanted to kill Gideon. And they asked his father, told his father, and his father said, hey, look,
You want to defend Baal? You want to defend the devil? If you want to defend the devil, you go ahead and defend the devil. But leave him alone. Hey, Gideoni alienda kutafutwa na ndugu zake. Baba yake akawauliza wale wanaomtafuta, yaani nyinyi Baali mnataka kumtetea, si ajitetee mwenyewe kama yeye ni Mungu? Ilibidi wale watu wawaze tena, warudi nyuma. So he asked the question, will you defend Baal? You defend the devil? Will we supposed to be serving the Lord? Tunapaswa kumtumikia Bwana, nyinyi mnamtetea Baali? I bet they got, not bet, excuse me, Lord. I perceive they were dumbfounded. Nadhani walishangaa sana kwa hilo swali. And ashamed. Na waliona haya. Because we got Christians today that say they serve the Lord, but they just as effeminate as they can be. Kuna Wakristo leo huku wanasema wanamtumikia Bwana lakini wana tabia za kike na ni They agree with being trans, queer, and a whole lot of other ungodly things that God says is an abomination. Wanatetea ushoga na wao waukemei na Mungu amesema ni machukizo. They agree with liars and they do business with liars and thieves. Wanakubaliana na waongo na wanatenda kazi na waongo na wanyang'anyi. And they murder people with their mouth and with their hands. Wanaua watu kwa mikono yao na vinywa vyao. And there's nothing new under the sun. Hakuna kipya chini ya jua. Amen. Amen. So, verse 14. Did you read 13? No. Read 13 please and 14. Tasoma 13 na 14 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Read verse 13, 1 Corinthians 2 and 13 and 14 please. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 13 na 14. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafakari mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. So as saints, we speak those things which are spiritual. We speak comparing spiritual with spiritual. It's not man's wisdom that we teach by, but we teach what the Holy Ghost gives us. Tunafundisha kile ambacho Roho wa Mungu anatupatia. Comparing spiritual things with spiritual. Tukilinganisha mambo ya rohoni na mambo ya rohoni. But verse 14 it says, but the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Hapo tunaambiwa mtu wa rohoni anapambanua rohoni. And God in your house, and hallelujah, and can for your house, God's temple, and your natural house. Amen. Katika kutunza hekalu lako ambalo ni la Bwana Yesu Kristo. Being able to discern what is right, what is wrong, to be able to function in both. Unaweza kutenda mema katika yote. To be able to live in both. Kaweze kuishi kwa mapenzi ya Mungu katika yote, kimwili na kiroho. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The natural man don't discern those things which are spiritual, because the things of the world, the things of the church that he see is foolishness. Oh, they got these long dresses, they wearing those head wraps, and they going to church all during the week. And you don't take all that. I gave God my heart when I was 3 years old. I believe and this and that, making excuses. Unaona watu hawakuwa wa mwilini hawaelewi kwa nini watu wanavaa kitakatifu, wanavusali sana, wanafunga sana, wanasoma neno sana. God say, come as you are. Just come as you are. It don't take all that. You don't have to dress that way. You don't have to sing all those songs. You don't have to do this. Remember, decently and in order in the house of God. Hawaelewi kwamba watu wanatii neno linalosema mambo yote yafanyike kwa mpangilio na kwa heshima na kwa staha kwenye nyumba ya Bwana. And as saints, we are required na kama watakatifu tunalazimika to be holy as he is holy. Kuwa watakatifu kama ambavyo yeye ni mtakatifu. And God command us na Bwana ametuamuru to come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Kutoka katikati yao na and ye shall be my sons and daughters, and I shall be your God, tutakuwa watoto wake wa kike na wa kiume, saith the Lord. Amen. Amen.
Thank you, Jesus. Asante Yesu. Verse 15 and 16. Read them, please. 15 na 16. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. But he that is spiritual judges all things, yet himself he is a judge of no man. Amen. Jesus said, if you judge anything, judge righteous judgment. Where did that come in? If somebody standing before you with a lie, somebody speaking against the body of Christ, speaking against Christ himself and the church, the body of Christ, talking about the church, and you know it's a lie. But if you don't say anything, if you don't make a stand, if you don't let them know how Christ is in you, if you don't have a testimony and a witness, if you're ashamed to even speak, thus says the Lord, then you ain't doing nothing but hurting your own soul. Unaona, akija mtu mbele yako anasema uongo na huwezi una sita au unashindwa kukanusha, basi tayari umeshashirikiana naye, umekubaliana naye katika ule uongo. Inabidi tusimame imara tu katika kazi na safari ya Bwana. A liar will not tarry in my sight, saith the Lord. Muongo hawezi kusimama mbele ya Bwana. All liars. The Bible said all liars are going to have this share in the lake of fire and brimstone. Sema waongo wote nafasi yao itakuwa katika ziwa la moto wa kiberiti. When God tell you to speak and we don't speak, then we being partaker of this sin. Even though you ain't saying anything, you still a partaker of this sin. Mungu akikwambia, haleluya, ukisikia uongo mbele yako, usipokanusha, umeshiriki. Kwa hiyo kila kinachosemwa cha uongo, jitahidi kuepuka uongo, kusikiliza, kukubaliana nao kwa matendo, kwa maneno na kwa njia yoyote. Ndio maana usisikilize basi uongo mtandaoni. No, we led by the Spirit. Tunaongozwa na Roho. And the Holy Ghost is going to tell you to speak. He's going to tell you to walk. He's going to tell you to stay. He's going to tell you to go. But it comes a time in being a child of God, you got to make a stand. Nafika wakati inabidi usimame imara. And not be ashamed. Na usione haya. Stephen was, hallelujah, he made a stand and spoke and told them from the time they was in bondage back in Egypt to the time God freed them and made provision for them and so forth, and about their stiff-neckedness before God, and they stoned him. Stefano alisimamia for the kweli. Truth. Alisimama imara akasema ukweli kuanzia Agano la Kale walivyopiganiwa na Mungu. Alisimamia kweli na wakamuua kwa sababu hiyo. Alisimama imara hata dakika ya mwisho. A man of God that performed miracles in the church, hallelujah, that served God, and it was I believe it was a deacon too, for what I remember. But he stood on the word of God and testified about Jesus Christ and him crucified and how he brought them out of bondage and how ungrateful they was. But at the same time, when they stoned him, he said, Lord, lay this not to their charge. That was the first time anywhere in the Bible where it said that Jesus stood at the right hand of God the Father. Hapo ndio mara ya kwanza tunaona kwenye maandiko inasema Yesu Kristo alisimama upande wa kuume. Tunajua ameketi, lakini alisimama upande wa kuume kwa Mungu Baba. Kwa vile Stefano huku anamuua, anapigwa mawe, alikumbuka kuwaombea toba wale wanaomuua. Amen. Amen. So we don't judge no man, but when it comes to righteous judgment, when it comes to speaking the word of God and speaking in truth, hey, by thy words you justify, or by thy words you condemn. Kwa maneno yetu tunahesabiwa haki, kwa maneno yetu tunahukumiwa. So we don't want you to sin, so we're going to tell you what's right, what you need for your problem, or for what you're saying that's not true. And if you don't receive it, hey, you've been warned, and just what? According to God's word, your blood is not on my hands. Unaona hiki tunachokiongea hapa, na mimi natafsiri mtumishi anachokisema. Damu ya yule anayesikiliza haitakuwa mikononi mwetu. Hata damu ya wengine tunaoambiaga fuatilia hili somo ni zuri, kama kuna kitu humo ndani yake akadharau, damu yao haiko ndani yetu. The word of God instructs us that if someone, a righteous man or a sinner, sin before God, and we're in their presence and we do not instruct them, then they're going to be judged. But just what? Their blood is on our hands. But if we instruct them according to the word of God, give them wise counsel and instruction, God said that blood
is not required of you. You warned them. You told them. That is the word of God. Look it up. Tukipewa neno, somo, ujumbe, ushuhuda, fundisho, maombi kwa ajili ya mtu yamjaribu kumsogeza hatua moja kwenda nyingine katika Bwana Yesu Kristo, na tukakataa kutii, tukazembea kutii, tukasahau kutii, damu ya hao wahusika itakuwa mikononi mwetu, lakini tukitii, damu yao haitakuwa juu yetu tena. 1 Corinthians 2:15, where it says again, but that's where it says, and my description of what we can judge. But he that is, hallelujah, but he that is spiritual judge all things, yet he himself is judge of no man. 15 inasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. That's why Jesus said, judge not that you be not judged, but he's the same God that said, judge righteous judgment. Unaona Jesus said that. maandiko, Bwana Yesu amesema tu si hukumu tukaja tukahukumiwa, lakini tena kuna mahali pengine amesema tutoe hukumu za haki. Verse 16, for who have known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Read that, 16 anasema, maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Turn to Philippians 4:8. Tuende wa Filipi 4:6. Hallelujah. Wa Filipi 4:8. And I want you to read verse 8 and verse 9, please. Amen. Wa Filipi 4:8. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Okay, thank you, Jesus. I'm going to go ahead and read it. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and see in me, do it. And the God of peace shall be with you. Read 8 and 9, please. 8 mstari wa 4:8. Hatimaye 8 na 9. Hatimaye ndugu zangu, tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja naye. Amen. Amen. So translate for me. Those things, when it comes down to checking your house, taking care of your house, taking care of God's temple. Ikija katika kutunza hekalu la Mungu, yani nyumba yako. Okay, when we singing in psalms and hymns and spiritual songs, giving God thanks, giving God praise, being a witness for the Lord. Tukiwa shahidi wa Yesu Kristo. Ministering to God's people. Tukishiriki neno la Mungu. Picking up our cross daily and following Jesus. Tukichukua msalaba wetu kila siku kufuata Yesu. Being able to discern those things which are good and evil. Kuweza kupambanua yaliyo mema na mabaya. Though whatsoever things that are true. Mambo ambayo ni kweli. Honest. Yenye haki. Just. Ya haki. Ya pure, clean. Mwaminifu. Masafi. Lovely. Ya kupendeza. Good. Mema. Of good report. Yenye sifa njema. Hallelujah. If there be any virtue, if it be any healing. Ikiwa uponyaji wowote umo huko. If it be any deliverance. Tabia njema, kufunguliwa. Hallelujah. If there be any praise. Hallelujah. Na sifa njema. Hallelujah. Think on these things. What we think with our mind. Tuyawazie hayo kwa akili zetu.
We have the mind of Christ. Tuna ufahamu wa Yesu Kristo. We're going to walk in the Holy Ghost. We're Tatembea going to walk katika in Roho Jesus. Mtakatifu. We're going to believe God. Tunamwamini We're Mungu. going to trust God. Tunamwamini We're Mungu. going to live for God. Tunaishi kwa ajili ya Bwana. And all those virtues, all those things, we're going to walk in, we're going to talk, we're going to live, because they all represent Jesus. Yote anamwakilisha Bwana tunapoishi mambo hayo na kuyatilia maanani. And everything that I said to you today in these lessons, hicho nilichokisema yote katika somo la leo, everything that the man of God, the angel of the house, the pastors have for God's own heart, kila ambacho wachungaji ambao unawasikiliza, to give you good doctrine, to lead you and guide you, the under shepherds, hallelujah, kukupa mafundisho mema ya kuimarisha katika safari yako na Bwana Yesu, that watch over our soul, wanaotunza nafsi zetu, those things which ye have both learned from them and from me, mambo ambayo umejifunza kutoka kwa hao na kutoka kwangu mimi kama that you receive from them and from me, na kutoka kwake yeye mtumishi wa Mungu, that you heard today from them and from me, umeyasikia leo kutoka kwao na kwangu mimi mtumishi wa Mungu Elder Sims, and you see in me, that you see that what I'm saying to you, God put in me. Na unaona kile ninachosema Bwana alichoniambia na ukilinganisha na maandiko. The word of God say here, do. Yatende hayo. The man of God say, do it. Uyatende hayo, neno la Mungu linasema. Amen. And obeying the commandments of the Lord. Mstari wa 9 inasema katika kutii and the God of peace shall be with you. Yatende na amani ya Mungu itakuwa pamoja nawe. Because remember, kumbuka, know ye not that your house is the temple of the Holy Ghost where God dwelleth. Maandiko yametuuliza hatujui kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambayo anapaswa kukaa humo. And for God to continue to dwell there, you have to live holy. Na ili Roho Bwana endelee kukaa humo, inapaswa uwe mtakatifu. Remember, kumbuka, keep the devil out. Weka shetani nje, mweke nje. Keep Jesus in. Mweke Yesu Kristo ndani. No to Satan, no to the devil and his lies and deception. Sema hapana kwa shetani na uongo wake. And yes to holiness and true holiness and righteousness in Jesus. Na kweli ya Mungu na katika Roho Mtakatifu. May the God of peace, Mungu wa amani, may the grace of God, na neema za Bwana, and the sweet communion of the Holy Ghost, na ushirika wa Roho Mtakatifu, be with us all, iwe nasi this day and forevermore. leo na hata milele. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. And for Jesus' sake we say amen. Tunasema amina. Go with God. Wenende again the title. Na kichwa cha habari tena. Remember, take care of your home. Check your house. Chunguza nyumba yako. Check your house. Chunguza nyumba yako. Amen. Amen. Hallelujah. Barikiwa kwa kusikiliza. Tafadhali ushirikishe wengine na share kwenye social media zako na kwenye WhatsApp. Amen.